Naam, msikilizaji ambaye unatusikiliza sasa hivi kupitia masafa haya, karibu sana kwenye kipindi maalum kabisa na mahususi kutokea kwa mtumishi wa Mungu Ibrahim Suleiman kutokea huduma ya Injili ambaye anapatikana hapa jijini Mbeya, na amekuwa akitoa huduma hii kwa muda mrefu. Watu wengi sana ambao wameponyeka kupitia yeye, magonjwa, changamoto mbalimbali, lakini Mungu ameendelea kuonekana kupitia huduma yake. Kama ambavyo nimekwambia, anapatikana hapa jijini Mbeya. La muhimu zaidi ni kuwa na mawasiliano ya simu. Kama unapitia changamoto yoyote, unahitaji maombi, kama unahitaji mtu wa kuzungumza naye, maana nafahamu kwamba kuna watu ambao wanapita kwenye changamoto hadi wanajihisi wako peke yao, unajihisi umetengwa, hauna msaada wowote. Basi usijali, ndugu yako Ibrahim Suleiman yupo kwa ajili yako, na leo hii pia yuko hapa studio kwa ajili ya kuzungumza na wewe ama kushare na wewe habari za utukufu wa Mungu kadri ambavyo Roho wa Bwana atatuongoza kwa wakati huu. Kama ambavyo nimekwambia, mtumishi wa Mungu Ibrahim Suleiman kutokea huduma ya Injili anapatikana hapa jijini Mbeya. Muhimu ni kuwa na mawasiliano ya simu ambayo tunakwenda kukutajia. Nambari ya kwanza ni 0765876695, yani 0765876695. Nambari nyingine ni 0795418044, 0795418044. Lakini pia watu wengi wamekuwa wanauliza kuhusiana na huduma ile ya kuungwa kwenye grupu, maana kule muda wowote unaendelea kupata neno pamoja na mafundisho. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amina, amina. Naam, asanteni sana. Mungu awabariki sana popote mlipo. Mimi niwasalimie kwa kusema ufalme wa mbinguni umekaribia. Basi wewe unaitikia huko uliko, neema ya Kristo na ituokoe. Leo hii niwakaribishe tujifunze jambo moja ambalo najua mnalijua ama mnalifahamu, lakini pengine halijaeleweka vizuri zaidi. Kila siku unapozidi kujifunza ndipo unapozidi kuwa mpana kwenye mambo ya rohoni, na mambo ya mwilini pia. Unapozungumzia habari ya Mungu ama habari ya Injili ama tumzungumzie Mungu, tunapojifunza habari za Mungu makanisani na kwenye eneo lolote, ili eneo wengi najua hamjalifahamu vema kwamba kitu ambacho natakiwa ujifunze pale ni habari za rohoni. Umenielewa? Kwa nyinyi wasomi wa Biblia, kuna andiko linasema hivi: wenye nguvu ndio watakaoteka ufalme wa Mungu. Lakini usisahau kuwa hata duniani ni wenye nguvu ndio wanaoishi kwa raha na kwa heri kabisa. Ni kwa sababu wana nguvu. Haijalishi huyu mtu ana nguvu ya namna gani, lakini hiyo nguvu inamwezesha huyu mtu kuishi vema duniani. Lakini pia sasa, na mwenye nguvu huyo huyo ndiye atakayeuteka ufalme wa Mungu. Lakini kuna andiko lingine tena, mwana wa Adamu anasema, maskini wamehubiriwa habari njema. Sasa habari njema ni zipi ambazo wewe umehubiriwa, na njema yenyewe ni ipi? Ikiwa upo kanisani, upo kwenye Injili, upo kwenye huduma mbalimbali, lakini bado hauwezi ukajikwamua mwenyewe. Kama upo kwenye Injili, upo kanisani, umeokoka kwa namna nyingine yoyote, lakini bado una shida ambazo wewe binafsi hauwezi ukazikataa kupitia jina la Mungu, maana yake bado hujahubiriwa habari njema. Umeelewa? Ukiwa na habari njema, hiyo habari njema ndiyo itakayokutenga wewe na shida hizo. Nataka kuzungumzia nini leo hii? Nataka tufundishane kidogo, namna ya mtu unaweza ukaomba mwenyewe alafu ukatoka kwenye tabu ambazo zinakusumbua. Unanielewa? Point kubwa ni hivi, nataka nitoe mwongozo ambao mtu ukiufuata kwenye maombi yako itakusaidia. Wengi imewasaidia. Mimi kama ninavyozidi kusema kila siku kwamba mtu akija kwangu huwa sipambani kumwombea, mimi napambana kumfundisha, ili hata akirudi nyumbani apambane mwenyewe na shida zake, na wengi wamefaulu sana kwenye eneo hilo, na hata kwenye hilo group la WhatsApp
Wengi wamekuja baada ya kuona matunda hayo. Mtu anakutafuta, anapewa simu, namba ya simu na mtu, nina shida moja mbili tatu, namwelekeza fanya hiki, omba hivi, anafanya, nakuta kweli imekuwa ndio. Ndipo sasa mtu anakwambia aisee, hebu niweke kwenye group la WhatsApp. Umenielewa? Okay, basi nipendezwe kusema kwamba nianze moja kwa moja kutoa mwongozo huwa mimi naita nguzo saba, zinaweza zikawa hata 10 za maombi ambazo ukizifuata hizo kwenye tabu yako wewe unakuta jambo lako linakaa lenyewe, ama kama ni shida inanyamaza. Pointi kubwa ni hivi: unapotaka kuomba kufanya maombi yako, mfano labda wewe umekusudia kwamba leo mimi niombee nyumba yangu. Sasa ukifika ule muda wako wa maombi, usianze tu moja kwa moja kusema Baba, katika jina la Yesu naileta nyumba yangu, si navunja majini, navunja si mapepo, mashetani. Hapo unajivunja mwenyewe. Uko mwongozo, ziko nguzo ambazo ni lazima uzipitie, lazima upite kwenye hizo nguzo, ndipo sasa uende ukaombe juu ya kile kitu ambacho ulikusudia kukiomba. Umenielewa? Basi niende namba moja. Namba moja ni toba au kutubu. Umenielewa? Kwenye eneo hili unaweza ukachukua hata dakika moja. Umenielewa? Kutubu kwa yale ambayo wewe umeyatenda ama umeyawaza ama umeyanena, yaani yale ambayo wewe kutoka kwako hayajampendeza Mungu. Umenielewa vizuri? Alafu sasa utatubu juu ya nyumba yako, utatubu juu ya familia, utatubu juu ya kazi yako na vitu vyote vinavyokuzunguka. Cha msingi ni hiki: kuna kitu kinaitwa dhambi ya asili. Sasa hii ya dhambi ya asili tutaielezea wakati mwingine vizuri sana, lakini kuna kitu kinaitwa dhambi ya asili, ambayo hii dhambi ya asili tukiondoa kwenye familia tukaja kwenye Ukristo sasa, au kwenye habari za Mungu, hizi ni ile dhambi ambayo Adam aliitenda akiwa Eden. Umenielewa? Hiyo ndo dhambi ya asili kwa mtu yoyote ambaye anasema Yesu ni Bwana au anasema mimi namwamini Mungu. Sasa ile dhambi ya asili kutoka kwa Adam ndiyo inayotutafuna, na ndiyo hiyo dhambi ambayo Yesu alikuja kufanya nini? Kuitangua, kuifuta, kuiondoa ili isitusumbue tena. Umenielewa? Na Yesu sasa alipokuja, alikuja kutupa mamlaka juu ya kila kitu ambacho kilikuwa kinatusumbua, ili tukitamka tu kwa jina lake, basi hicho kitu kisiwe na nguvu tena ya kutung'ang'ania ama kukaa kwetu tena. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo kwenye eneo hilo usisahau kutubu dhambi ya asili ambayo bado wewe haujashituka moyoni mwako ama kwenye ufahamu wako kwamba ipo kwako, kwa sababu kitu chochote kama haukijui kinakaa kwako, kisha jua tu kinaondoka. Umeelewa? Kwa dhambi ya asili kuanzia Eden, alafu dhambi ya asili kuanzia kwenye ukoo wako wewe. Umeelewa? Ni nini chimbuko la ukoo wako lilifanya? Ni nini walikifanya? Ni nini walikikosea ambacho sasa ndicho kimefanyika kuwa milango ya uharibifu kwenye maisha yako wewe leo hii? Hata ukiomba hauoni thamani ya maombi yako, hauoni thamani ya Mungu, hauoni thamani ya kitu chochote unachokifanya kwenye habari ya Injili ama kwenye ulokole ulionao ama kwenye utakatifu ulionao. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo maeneo sahihi na maeneo mawili ambayo ni muhimu sana kwenye toba yako: dhambi ya asili ya Eden na dhambi ya asili ya ukoo wako. Umenielewa vizuri? Alafu kitu kingine, kufuta maneno mabaya yale kwenye toba hapo, kufuta maneno mabaya ambayo yalitamkwa na wazazi au mama siku anajifungua wewe. Umenielewa? Inakuwa ni wakati mgumu sana kipindi hicho. Kwa hiyo yako maneno nakuta mama anapojifungua wewe, kuna maneno magumu anatamka au mabaya anayatamka. Sasa hayo ndiyo ambayo unakuta kwenye maisha yako yanakufuatilia, kwa sababu roho za uharibifu zinakaa kwenye maneno. Kwa hiyo neno ukimtamkia mtu baya linakaa, ile roho inakaa kwenye lile neno, alafu ile roho sasa ikikaa kwako inatimiza lile neno ambalo ulitamkiwa na mtu yeyote. Kitu kingine sasa, tunapokuwa wazazi wetu wanapokuwa wanatuleta duniani, tunazungukwa na watu wengi, damu inamwagika, inatakiwa sasa ubariki ile damu iliyomwagika. Watu wengi wameigusa, ambao pengine ni watu wenye roho mbaya, watu ambao walikuwa hawataki wewe uzaliwe au uishi ama ukue. Umenielewa?
Hapo kwenye toba sasa inatakiwa utakase ile damu iliyomwagika wakati wewe unazaliwa, inatakiwa uibariki popote ilipo. Wewe sema tu Bwana Yesu, ninatembea kwenye ulimwengu wa roho kwa jina lako wewe Yesu, mpaka mahala ambapo ipo damu iliyomwagika wakati mimi nazaliwa, na mimina kikombe cha damu yako juu ya damu hiyo, ikawe safi tena, kwa sababu yale maneno yanayotamkwa kwa anayekuzaa na wanaoshuhudia unapozaliwa. Tunakutana na vituko vingi sana huko. Sasa ile damu ile ndiyo inakuwa ni sadaka ya yale maneno kwenda kuunda roho itakayokuwa inakusumbua wewe. Kwa hiyo cha msingi sasa, wewe kwenye ibada yako sasa, unapoanza kutubu sasa, hayo ndo mambo ya msingi, kutubu na kuyafuta, yaani kutengua maneno ya uharibifu yaliyotokea siku unazaliwa, siku ukoo wako unaundwa Edeni pale. Umenyelewa vizuri? Yes. Alafu kwenye maisha yetu sisi ziko hatua za maisha. Umezaliwa sasa, unaitwa kichanga. Umenyelewa? Yako maneno ndugu na jamaa wanavyokuja kukuona. Wengine umezaliwa, kuna ndugu hawataki, unakuta kimezaliwa kitoto chenye kiko hivi, kichwa kimekaa hivi, pua iko hivi. Umenyelewa vizuri? Kwa sasa unakuta kuna kauli kama hizo. Hizo kauli wewe unaweza ukazichukulia za kawaida. Si za kawaida, nikwambie kweli, maadui wanazifanyia kazi. Unakuta kweli kwenye maisha yako sasa unaishi yale ambayo maadui walikuwa wanayasema wakati wewe ni mtoto mchanga. Inatakiwa uyafute hayo, inatakiwa uyatengue wewe sasa kwenye ibada yako. Hapo tupo kwenye toba, usisahau. Umenyelewa? Unatubu juu ya uchanga wako. Umenyelewa? Na kwa sababu sasa wewe ni mtu wa Mungu, mtu unayemwamini mwana wa Adamu, utubu juu ya hao pia waliokutamkia hayo mabaya. Umenyelewa? Na kufuta hayo mabaya kwenye hatua yako ya uchanga. Unakuja kwenye ile hatua ya utoto sasa. Hatua ya utoto ni pale mtoto anaanza kukaa. Umenyelewa? Unaanza kukaa kwenye hiyo hatua, pia kuna vitu vinatokea. Ndio maana sasa unakuta kwenye kila hatua ya mtoto inapotokea, mtoto anaweza akaumwa, chochote kinatokea, au mama ukaumwa, kuna lolote linatokea ndani ya familia, vile mtoto anaruka hatua. Sasa zile wenzetu wa giza wanazitumia vizuri zile hatua. Atakuja ndugu ama rafiki, ameanza kukaa, jamani, atakushika, atakurusharusha, atakukalisha hivi, atatamka maneno yake kama anatania, lakini rohoni anamaanisha. Umenielewa? Kwa hapo pia inatakiwa ufanye nini? Inatakiwa utamke toba juu ya yale maneno, uyatangue kwa damu ya Yesu. Unayatangua hayo maneno yaliyotamkwa kipindi unakaa, yaliyotamkwa kipindi unaanza unasimama, yaliyotamkwa kipindi unaanza kutembea, yaliyotamkwa kipindi unatoka kwenye utoto unaingia kwenye ujana. Umenielewa? Zote hizo hatua zina maneno yake ambayo najua wengi kwa sehemu mnayafahamu. Kwa hiyo sasa wakati unaingia kwenye maombi yako, nimezungumza hivi, yani wewe lengo lako ni kuombea nyumba iwe salama. Sasa usiende moja kwa moja kwenye kuiombea nyumba. Umenielewa vizuri? Kitu cha msingi sasa, lazima uzifuate hizi nguzo ninazokupatia, ili sasa unapoingia kwenye maombi yako uwe mzima, mwenye afya njema rohoni na mwilini, kwa sababu viko vitu shavisafisha tayari kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu hivi vitu ninavyokuambia ni vitu ambavyo vimekaa rohoni. Kwa utakapokuwa unaomba maombi ya namna hii, tayari unakuwa umeshaingia kwenye ulimwengu wa roho, kugusa maeneo ambayo maadui wameshayagusa kwenye maisha yako. Basi ukitengeneza kwenye hilo eneo, unakuta jambo lako limekaa vizuri. Hapo ni eneo linasema nini? Toba ama kutubu. Umenielewa? Yes. Yako mambo mengi familia zimefanya, yani mitaani huko kwenye makuzi yetu tumefanya mengi, tumetamkiana mengi, ni kama michezo, lakini kumbe ndo agano linawekwa. Kwa yale sasa kwenye toba inatakiwa uyasafishe, uyatengue, uyaondoe. Umenielewa vizuri? Inatakiwa uyafute kabisa. Eneo lingine sasa la pili, ni mambo mengi sana yanahitaji maelezo marefu, kwa hiyo tunaweza tukaishia mawili kulingana na muda. Umenielewa? Isikupe shida, tunaweza tukaendelea wakati mwingine, lakini kikubwa itakiwa uelewe tunapozungumzia toba tunazungumzia nini. Kwa hiyo inawezekana wewe kuna tubu juu juu tu, nisamehe kwa hiki, kwa uzinzi, kwa shati. Sio hizo. Yaani dhambi ambazo zinatazama mpaka zinakutesa, wala sio hizo. Ni misingi iko, yani iko misingi imewekwa kwenye maisha, ambayo hiyo sasa ndio inafafanulika kuwa dhambi, na ndizo zinazokusumbua wewe hata leo hii. Eneo linalofuata ni shukrani, yani asante kwa Mungu wako. Umenielewa? Yes. Eneo hili sasa, hii ni nguzo ya pili. Kabla haujafikia lengo la kile ulitaka kukiombea, kingine cha kukizingatia ni neno shukrani ama
asante mbele za Mungu wako. Kwa umetoka kwenye toba, unaingia kwenye kushukuru sasa kwamba Mungu asante, kwanza uko hai. Ni wengi, mfano leo ni wengi tu ambao wamekwenda makaburini leo, ni wengi wameingia mochwari leo, ni wengi wameingia hospitalini kwa majeraha ya ajabu ajabu na ya hovyo mno, lakini wewe uko salama. Kwa hiyo ni muhimu sana kumwambia Mungu wa asante, tena umwambie Mungu asante kwa lolote ambalo umekutana nalo kwenye maisha yako siku hiyo ya leo, liwe baya ama liwe jema, kwa sababu yote hayo yanaruhusiwa na Mungu mwenyewe. Yaani, kwa nini? Najua mtu atauliza swali, haya, Mungu ataruhusuje mambo maovu? Iko hivi, yaani nazungumza na mtu ambaye pengine anamjua Mungu, anasema anamjua Mungu, ama ni mlokole, ama ni mcha Mungu, ama ni mtu anayesali. Sasa kwa mtu wa aina hii, si analindwa na Mungu? Sasa kama